Habari mwanafamilia wa The Catalog. Karibu kwenye kipindi kingine cha The Catalog. Je, unafahamu kwamba shida ya uzito imekuwa tatizo kubwa sana na inasumbua watu wengi. Na wengi wamefanya jitihada nyingi za kuweza kupunguza uzito. Kuna ambao wamefanikiwa, lakini kuna ambao hawajafanikiwa. Naomba nikuambie kwamba kwenye kupunguza uzito kuna kanuni ambazo lazima zifuatwe ili kukusaidia wewe kuweza kufanikiwa kupunguza uzito. Na usipozifuata hizi kanuni, unakuwa na asilimia chache sana ya kuweza kufanikiwa kupunguza uzito. Au unaweza kupunguza uzito lakini baada ya muda ule uzito ukarudi. Na tafiti zimeonyesha kwamba kwa mtu ambaye amepunguza uzito, labda tuseme umepunguza kilo 20, kilo 30, kilo 40, 50, vyovyote itakavyokuwa, ndani ya miaka miwili, asilimia 50 ya ule uzito aliyoupunguza inakuwa imerudi tena. Na asilimia 80 ya ule uzito wote aliyoupunguza ndani ya miaka mitano, tafiti zinaonyesha kwamba inakuwa imerudi tena. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha kwamba jitihada za kupunguza uzito zinaonekana nyingi zinafanya kazi, lakini baada ya kupunguza uzito inaonekana shida inarudi kadri ya muda unavyozidi kuendelea. Leo nitakufundisha kanuni ambazo ukizifuata itakusaidia wewe kupunguza uzito wako vizuri na kuhakikisha mambo yako ya afya yanakaa vizuri. Kwenye kanuni za kupunguza uzito zipo kanuni mbili. Kanuni ya kwanza tunaita ni calorie deficit, ambayo kwa Kiswahili tunaweza tukasema kwamba kula nishati ambayo ni pungufu, lakini kwa muda huo unakuwa unatumia nishati ambayo ni nyingi kuliko kawaida. Kwa hiyo kwa ujumla kunakuwa na upungufu wa nishati ambayo mwili wako inakuwa inaingiza. Lakini kanuni namba 2 tunasema ni hormonal pathway. Kwa maana ya kwamba kuna hormone kwenye mwili wako ambazo zinahusika kuchangia wewe kuweza kupungua uzito au kuongezeka uzito. Na baada ya tafiti za muda mrefu kufanyika, mwanzoni tulikuwa tunafahamu tu hiyo kanuni ya kwanza ambayo ni calorie deficit. Lakini kadri ya muda unavyozidi kwenda, tafiti zimekuja kuonyesha kwamba hormone pia zinachangia kwa kiwango kikubwa kupelekea uzito kuweza kuongezeka. Sasa tukianza na kanuni ya kwanza ambayo tunaita ni calorie deficit. Kwenye calorie deficit ni kwamba mtu anakula chakula ambacho nishati yake ni kidogo, lakini matumizi yake ya kila siku either yanabaki pale pale au anayaongeza ili kutengeneza tunasema negative energy balance, kwamba nishati iliyoingia inakuwa ni kidogo ukilinganisha na nishati ambayo inatumika kwa siku nzima. Kwa hiyo mwisho wa siku inapelekea huyu mtu nishati inayobakia inatakiwa mwili iweze kuitoa yenyewe kutumia mafuta yaliyotunzwa ndani ya mwili ili kusaidia kuendesha mwili. Kwa hiyo wengi tunavyofahamu kwamba tunaongezeka uzito kwa sababu ya mafuta mengi ambayo yanakuwa yametunzwa. Na hayo mafuta mengi ambayo yanakuwa yametunzwa, ili tuweze kupungua uzito lazima yaweze kuondolewa au yaweze kuchomwa na yatumike kwa ajili ya kutoa nishati ili uzito uweze kupungua. Sasa kawaida unapokula kwa siku kuna kiasi cha nishati ambayo mwili wako inatakiwa kupata, ambayo kwa makadirio ya kawaida huwa inaanzia kwenye 1800, tunasema kilocalories, mpaka 2400, na hiyo inategemea na umri. Kwa mwanamke na kwa mwanaume zinakuwa ziko tofauti. Na mtu sasa anapotaka kupungua uzito, kwa mfano tuchukulie labda mwili wake imezoea kulingana na uzito wake alionao, labda mwili wake inahitaji kilocalories 2000. Sasa anapotaka kupungua uzito tukamwambia kwamba anatakiwa ale calories 1500. Kwa hiyo tayari pale tutakuwa tumetengeneza upungufu wa calories 500. Na ile calories 500 kwa sababu mwili imezoea kuendeshwa kwa calories 2000, mwili itabidi tafute namna ya kupata hizi calorie 500 ambazo zimepelea ili kusaidia kujiendesha. Sasa hizi 500 mwili inakuwa inatoa wapi? Sasa mafuta yale yaliyotunzwa ndio mwili inachoma kwa ajili ya kutimiliza hizi 500 ambazo zimepungua. Sasa inapokuwa inachomwa yale mafuta, ndio pale
uzito unaanza kupungua. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anakula kila siku calories labda 2000 na yeye mwili wake inahitaji zile calories 2000 au yeye anakula 2500, manake hata kama anafanya jitihada za kupungua uzito, sio rahisi huyu mtu kuweza kupungua uzito. Kwa hiyo kanuni namba 1 ni muhimu sana kuweza kuzingatia ili mtu aweze kupungua uzito. Na zaidi kwenye hilo, tunaitumiaje hii kanuni kwenye kumsaidia mtu aweze kupungua uzito? Nitatoa mifano miwili. Namba 1, kuna wale watu ambao tunawatengenezea diet ya kupungua uzito, ambayo tunakuwa tunahesabu hizi calories, kwamba aina ya chakula ambayo atakuwa anakula iwe na kalori chache ukilinganisha na mahitaji yake ya mwili. Ukienda kwa wataalamu wa lishe watakuelekeza na watakufanyia hayo mahesabu ili kuweza kujua kiwango gani unatakiwa utumie kwa siku ili kuweza kupungua uzito. Na kwenye kuangalia aina gani ya vyakula, kawaida kimahesabu, ukila chakula cha protein inatoa calories 4. Ukichoma gram 1 ya protein inatoa calories 4. Na ukichoma gram 1 ya sukari nao inatoa calories 4. Na mwisho wa siku ukichoma gram 1 ya mafuta yenyewe inatoa calories 9. Na ndio maana diet nyingi za watu kupungua uzito, tukitumia hii kanuni, huwa tunajikuta tunawaambia wasile vyakula vyenye mafuta kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu akila mafuta kwa kiwango kikubwa itapelekea kuingiza calories nyingi ukilinganisha na vyakula ambavyo vina sukari, lakini vyakula ambavyo vina protein pia. Kwa hiyo ni namna moja ambayo tunaitumia hii kanuni kwa ajili ya kuweza kutusaidia kupungua uzito. Namna ya pili ambayo tunaitumia kwa ajili ya kusaidia mtu kupungua uzito kutumia hii kanuni ni kwamba tunafanya tu mahesabu ya kuangalia kwamba kwa siku anatumia kiasi gani, lakini tunahakikisha tunapunguza anakula portion ndogo sana ambayo kwa kawaida tunaamini au kimahesabu tunaona kwamba itakuwa imetosheleza zile calories ziwe pungufu. Kwa mfano kama anahitaji 2000, tunamtengenezea diet ambayo ataweza kula vitu vingine vyote, lakini inakuwa na calories pungufu, labda tuseme 1200. Na tukifanya vile, baada ya muda inavyozidi kwenda itatusaidia kuweza kupungua uzito. Kwa hiyo ni kanuni namba 1 ambayo tumesema ni calorie deficit. Kanuni namba 2 ya kuwezesha wewe kupungua uzito tunasema ni hormonal pathway. Tafiti za muda mrefu zimekuja kuonyesha kwamba ukiachana tu na kula nishati nyingi kwa wakati mmoja, ambayo inasababisha mwili kutunza nishati kwa wingi na kusababisha uongezeke uzito, na ukiendelea na utaratibu huo uzito usipungue, tafiti zimeonyesha kwamba hormone zinahusika pia kwenye kuchangia wewe kuongezeka uzito, lakini pia zinachangia wewe kupungua uzito. Na hizo hormone kubwa ziko 4. Hormone ya kwanza tunasema ni insulin. Ile insulin ambayo tumezoea kwamba inatusaidia sukari iweze kutoka kwenye damu kuingia kwenye cell ili iweze kutumika kwa ajili ya kutoa nishati. So insulin ni hormone namba 1 ambayo inahusika. Hormone ya pili ni hormone inayoitwa ghrelin. Ghrelin ni hormone ambayo inazalishwa maeneo ya tumboni. Na hii inaamua kwamba mtu anapata njaa kwa utaratibu gani. Kwa hiyo ghrelin kwa lugha rahisi ni kwamba ina control mtu kupata njaa. Hormone ya tatu tunasema ni leptin hormone. Leptin hormone ni hormone ambayo inazalishwa na tunasema na mafuta ambayo yametunzwa ndani ya mwili au seli za mafuta, tunasema fat cells. Hizi fat cells zinatoa leptin pale ambapo mafuta yanakuwa yametunzwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo mwili inasoma kwamba umepata nishati ya kutosha. Kwa sababu mwili una nishati ya kutosha, manake hatuhitaji kuendelea kuingiza nishati nyingine kwenye mwili wako. Seli za mafuta zinatengeneza zile leptin kwa ajili ya kukupunguzia appetite. So appetite inapokuwa inapungua, inakusaidia wewe kupunguza kula mara kwa mara, na inakusaidia wewe kuweza kupunguza kiwango cha nishati ambacho kinaenda kutunzwa. Na hormone ya mwisho tunasema ni cortisol hormone. Cortisol hormone kwa tunavyofahamu ni hormone ambayo inahusika na mambo ya stress.
Na cortisol hormone inavyokuwa juu kwa muda mrefu inachangia kwa kiwango kikubwa uzito kushindwa kupungua, lakini kwa watu wengine inasababisha uzito kuongezeka. Kwa tafiti zimeonyesha kwamba hizi hormone 4 zinahusika sana kwenye wewe kupungua uzito. Na tunapokuwa tunafanya jitihada za kupunguza uzito, tukatumia tu calorie deficit peke yake na hatujafuatilia hizi hormone 4, inakuwa ni changamoto kwa kiwango kikubwa. Na wengine unaweza kukuta wanapungua uzito mpaka kiwango fulani, lakini baada ya pale hawezi kupungua zaidi, kwa sababu haya mambo ya hormone yakawa yanachangia yeye kuweza kupungua uzito. Na nitakupa kwa kifupi hizi hormone zinafanyaje kazi, hasa ile hormone ya insulin, kwa sababu ndio inafanya kazi kwa kiwango kikubwa kuhakikisha uweze kupungua uzito au usipungue uzito. Hormone ya insulin kawaida tunategemea kwamba itoe sukari kwenye damu iweze kuingia kwenye cell ili iweze kutumika kuzalisha nishati. Na hii hormone ya insulin huwa inazalishwa na kongosho. Sasa katika hali ya kawaida huwa tunahisi hiyo ndo kazi pekee ya hormone ya insulin. Lakini kazi ya pili ambayo ni kubwa pia ni kuhakikisha kutunza mafuta kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo insulin inachangia mwili wako kuweza kubadilisha sukari ambayo ni ya ziada ipeleke kwenye mafuta kwa ajili ya kuweza kutunza. Kwa sababu uwezo wa mwili kutunza sukari kama sukari ni kidogo sana, ambao tunatunza kama glycogen. Sasa mwili inaweza kutunza mafuta kwa kiwango kikubwa sana. Kwa kila siku unapokula sukari ambayo ni ziada, manake mwili wako itatengeneza mafuta kutokana na hiyo sukari ya ziada na kuhakikisha kwamba inatunzwa kwenye mwili. Sasa insulin inapokuwa juu muda mwingi, na hii inatokana na siku hizi watu tunakula vitu vya sukari kwa kiwango kikubwa. Na nikisema sukari simaanishi sukari tu peke yake. Vitu kama asali, vitu vyote ambavyo vinakuwa vina sukari, au chochote ambacho kikimeng'enywa mwisho wa siku inaenda kutoa sukari. Tuseme kama wali, ugali, hivyo vitu vya wanga kwa ujumla. Sasa unapokula sukari kwa kiwango kikubwa, manake unalazimisha mwili kuzalisha insulin nyingi ili iweze kupelekea sukari ingie ndani ya seli. Lakini kwa bahati mbaya, kadri unavyotengeneza insulin nyingi kwa sababu wewe unakula sukari nyingi, inafika kipindi seli zako zinakinai ile insulin isiweze kufanya kazi, ambayo tunaita ni insulin resistance. Hasa unapopata insulin resistance, pale ndio shughuli ya kuongezeka uzito unaanza, kwa sababu insulin inaenda kuamsha enzyme inayoitwa lipoprotein lipase, ambayo kwa kiwango kikubwa inahakikisha kwamba tunatengeneza mafuta kwa kiwango kikubwa ili tuweze kuondoa sukari ambayo iko kwenye damu. Hili swala inapelekea kwa kiwango kikubwa kuchangia uzito kuweza kuongezeka na uzito usiweze kupungua. Kwa hiyo kanuni ya kwamba insulin inachangia kwa kiwango kikubwa kuongeza uzito na kushindwa kupungua uzito, lazima tuweze kuizingatia tukiunganisha na ile kanuni ya kwanza ambayo tumesema ni calorie deficit. Na hapa kwenye insulin tunaitumiaje hii issue ya insulin ili kumsaidia mtu kuweza kupungua uzito? Kikubwa ambacho tunafanya, mtu anapokula mara kwa mara, hivyo ndio inavyopelekea insulin kuzalishwa mara kwa mara. Na mtu anapokula mara chache kwa siku, manake hata insulin inakuwa inazalishwa mara chache. Hiyo moja. Lakini cha pili, insulin inazalishwa kwa kiwango kikubwa sana pale ambapo sukari imeingia kwenye damu. Kama tunakula vyakula ambavyo vina kiwango kidogo cha sukari, manake tutalazimisha mwili kutengeneza insulin kidogo sana. Tunapokula sukari kidogo itatusaidia sana kwenye kuweza kupunguza uzito, kwa sababu tutakuwa tunasaidia insulin isizalishwe kwa kiwango kikubwa na kuhakikisha kwamba uzito unapungua kadri ya muda unavyozidi kwenda. Naamini tumeelewana kwenye swala la kanuni, na ukizingatia hizo kanuni mbili unapotaka kupunguza uzito au utakapoenda kwa mtaalamu wako kujili kukusaidia kupunguza uzito, hakikisha unakuwa na uelewa hizi kanuni, kwa sababu wewe binafsi itakusaidia kwenye safari yako ya kutaka kuweza kupungua uzito. Mpaka hapo ninashukuru Gavo Media kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii episode inakufikia vizuri, na hii ni The Catalog Podcast. Tubaki hapo, tuendelee kupata maarifa, tubadilishe mfumo wa maisha, lakini pia tujifunze zaidi kuhusu lishe ili kuweza kuboresha afya zetu zaidi. Karibu sana kwenye Catalog, mpaka wakati mwingine.